Naitwa Arthur Nyandindi, Kaimu Manager Benki ya Azania tawi la Njombe. Benki ya Azania ni benki ambayo inamilikiwa na Watanzania, ni benki inayomilikiwa na mifuko ya hifadhi ya jamii, yani PSSF, NSSF, WCF pamoja na mfuko wa bima ya afya. Kwa kawaida huwa tuna tabia ya kurudisha kwa jamii, kwa hususan kipindi hiki cha sikukuu kama hivi ya Pasaka na Idi. Sisi Azania tawi la Njombe tumeamua kuja kuwaona watoto wa hapa Imili Hawa. Tulijaribu kuongea na walezi na washirika, wakatutajia mahitaji ambao wanahitaji. Walituomba maziwa kwa ajili ya watoto wadogo, wakatuomba sukari, mchele, sabuni, mafuta, nyama pamoja na matunda. Tumeweza kuwapatia hivyo vitu vyote, lakini tukaongezea pia na tumewapa na mbuzi mmoja kwa ajili ya sikukuu. Hiki ni cha kwetu, tumekitoa kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Sisi tunashirikiana na jamii na tunaishi katika jamii ya Njombe, kwa lazima tupate watu hapa pa jamii ya Njombe kuweza kuwarudishia. Napenda kushauri au kupendekeza wadau wote wanaoishi katika mkoa wetu wa Njombe nao pia waguswe na jambo kama hili. Ukifika hapa ndio unaweza ukajua ugumu wa maisha wanaishi wa vijana. Tumeangalia watoto wapo waliotupwa, wapo ambao walinyanyaswa kijinsia majumbani kwao, wapo ambao wananyanyaswa na wazazi wao, lakini ukifika kuna mazingira wanaishi na moyo waliokuwa nao walezi hapa, na hisi kila mtu ataguswa na anaweza akatoa. Sisi tulikuja leo kama mara moja, lakini tumeshindwa kuvumilia, tutarudi tena wiki ijayo kwa ajili ya kitu hichi tena. Lakini tulivyodhamiria sivyo ambao tumekuta. Tunatamani wadau wengine wote pia nao waguswe kama hivyo waweze kuleta. Sawa. Kwa jina naitwa, uko tayari TBC? Sawa. Kwa jina naitwa Subilaga Mwaigwisia, ni afisa ustawi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe. Ofisi ya ustawi ya jamii katika ngazi ya mkoa na halmashauri, jukumu letu kubwa. Kwa jina naitwa Subilaga Mwaigwisia, ni afisa ustawi ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe. Ofisi ya ustawi ya jamii, kwa jukumu letu kubwa kwanza ni kusimamia malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Na tunasimamia malezi mtoto akiwa nyumbani, akiwa katika shule, vituo vyetu vya awali, lakini pia hata watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Tukiongelea watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, tuna watoto mbalimbali ambao wanaingia katika kuishi katika mazingira magumu kutokana na changamoto za kifamilia wanazokutana nazo. Aidha ni ukatili wanaopata katika manyumba zao, watoto wengine wanatupwa au wanakuwa wamebakwa na mtu ambaye yuko ndani ya familia, au wengine wanakuwa wanaishi katika umaskini uliokithiri. Kwa hiyo watoto wale ambao wakipata na changamoto yote katika familia huwa tunapeleka katika makao ya kulelea watoto. Makao haya ni sehemu ambayo sio permanent. Hatusemi kwamba mtoto anakuja naishi hapa kwa muda miaka labda 7-8, hapana. Ni sehemu ambayo tunakuja tunamweka hapa kwa muda wakati tunamtafutia sehemu ambayo sahihi mtoto atakapoenda kukulia. Kwa hiyo katika kuvisimamia vituo hivi tunaleta watoto wenye changamoto mbalimbali. Watoto waliotupwa, watoto ambao ni yatima ambaye amekosa baba na mama, watoto ambao wamekosa malezi sahihi katika familia zao. Kwa hiyo tunawaweka hapa kwa muda wakati tunaendelea kutatua changamoto zao. Tumekuwa tukishirikiana na vituo hivi kwa kuwaleta wadau mbalimbali ambao wanaweza kusaidia watoto kupata mahitaji mbalimbali kama hivi tunavyofanya leo na Benki ya Azania ambao walikuja katika ofisi zetu na wakawiwa kutoa kitu kidogo kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo tunashirikiana nao, lakini pia hata ustawi wa jamii huwa tunafungwa ambao tunasupport watoto hawa. Lakini pia watoto hawa tunawasimamia kwa kutoa misamaha pia ya matibabu. Tunawasimamia pia kwa kuunganisha katika vituo vya makuzi ya mchana ambapo wanapata uchangamshi. Lakini pia tunawasimamia katika kuwaunganisha. Kuna swala zima la kuwasili watoto. Kuna mtoto anakuwa hana baba hana mama, au mtoto aliyetupwa. Hatutegemei kwamba atakaa kituoni milele. Kwa hiyo watoto hao tunawatambua na tunaweka katika maombi ya watu ambao wanataka kuwasili watoto. Kuwasili kwa maana ya nini? Ya adoption. Kuna familia ambao baba na mama labda wana changamoto ya kupata mtoto, au wengine tu wamewiwa kuchukua mtoto ambaye anaweza kumlea. Kwa hiyo watoto hao tunaweka katika kituo, lakini pia tunaambia jamii kwamba kuna watoto ambao wako tayari kwa ajili ya kuasiliwa, na tunasaidia ile familia katika mchakato mzima wa kuasili mtoto, ili mtoto isiwe sehemu ya kukaa hapa milele katika kituo.
Kwa hiyo baada ya kuasiliwa mtoto anakuwa tunamweka katika familia husika. Njombe una jumla ya vituo vya watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi, vituo 11 ambapo viko katika halmashauri 3, halmashauri ya Makete, Njombe DC, halmashauri 4, halmashauri ya Makete, Njombe DC, Wanging'ombe na hapa halmashauri ya mjini. Lakini pia tuna jumla kama watoto 300 ambao wako katika vituo hivi kwa ujumla wake wote. Kwa jina naitwa Sister Gloria Muhema, kituo cha yatima Imiliwaha. Kituo kina watoto 24. Pia tunawashukuruni sana kwa misaada yenu mnayotoa. Kwa siku ya leo mmetutembelea benki ya Tanzania. Tunawashukuru sana. Pia watoto wetu tunapokea watoto kuanzia miaka 0 tunatunza mpaka miaka 5. Baada ya hapo tunawapeleka shule ya John Bosco Imiliwaha. Tunawashukuru wafadhili wetu wa nje na ndani ambao mnatoa misaada mbalimbali kwa ajili ya watoto wetu yatima. Kituo kina wafanyakazi jumla 14. Wafanyakazi walei wapo 9. Masista tunao 5. Kiwango cha huduma tunazohitaji katika kituo chetu, katika watoto tuliokuwa nao, sana sana matibabu, bima. Bima za watoto daima zinasumbua sana. Kwa hiyo tunahitaji sana misaada yenu kwa ajili ya mahitaji kama kwa afya. Pia kuhusu vyakula mbalimbali wengi wanatuchangia, lakini na sisi tunajitahidi walau kulimalima kidogo kwa ajili ya kuwalisha hawa watoto. Ndio changamoto tunazozipata. Ndio. Bima kusumbua imekuwa na imeleta impact gani kwa watoto? Okay. Kwa kutokana na huduma ya bima ilivyokuwa ikisumbua, basi kuna wadau kadhaa ambao wamejitolea. Tuna watoto baadhi wamekatiwa bima, baadhi bado hawajakatiwa. Ndio. Kwa majina naitwa Veronica Joseph, ni nesi na hudumia watoto yatima. In case kitokea usiku wamechemka, homa za hapa na pale, zile first aid za mara ya kwanza ndo nawahudumia. Lakini pamoja na hivyo kuna wakati nafika usiku wanalia tu bila sababu. Huwezi kugundua kwamba ni nini, lakini mwisho wa siku unampatia labda ile huduma ya kwanza. Mwisho wa siku tunapeleka hospitalini, kama amezidiwa anapata matibabu. Lakini tunamshukuru Mungu wanaendelea vizuri. Tuna chumba cha watoto wachanga ambako wanalelewa pale kuanzia umri 0 mpaka miaka 2. Akishafunga miaka 2 anahama chumba kingine level inayofuata. Lakini baada ya hapo kuna chumba cha kuanzia miaka 2 mpaka 3 na nusu wanagawanyishwa. Wakishakuwa wakubwa wanagawanyishwa kwamba wa kike wakae upande wao, yani chumba chao, na wa kiume wakae chumba chao. Wanaendelea hivyo, lakini wale wakubwa pia wanaenda darasani, wanajifunza ABC hivyo. Lakini pia kuna changamoto ambazo tunakutana nazo hawa watoto. Kuna wakati utakuta mwingine ametupwa, baadaye unasikia sijui mama amepatikana, yuko sehemu fulani. Lakini sasa wanakuja kuchukuliwa. Binafsi natuma umemzoea mtoto, umemlea vizuri mpaka anafikia muda fulani alafu baadaye anachukuliwa. Lakini pia tunamshukuru Mungu, tuna watoto 26 wa kike wapo kama ngapi? Kituo inaitwa St. Gertrude Convent, kituo cha watoto yatima Imiliwaha, Convent Imiliwaha. Kijiji cha hapa kinaitwa Kona in search. Kona Kitulila.